Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines, niko na Eliza Yanga hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo. Kama hujasubscribe hakikisha una subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Eliza anacheka, sijui nini ambacho kinamfurahisha. Unaweza ukatuambia furaha inachagizwa na nini? Furaha yangu sitaki kushirikisha mtu. Kwa nini? Hiyo ni siri yangu. Leo vijana wetu wa under 17, vijana chini ya umri wa miaka 17 wanacheza fainali ya kombe la AFCON dhidi ya Senegal. Nini ambacho unakiona mpaka hivi sasa ambapo mitandao ya kijamii imeanza kuchangamka, kila mtu ana taswira yake kupitia yale ambayo yanaendelea kabla ya mechi yenyewe kuchezwa? Kwanza nashukuru Mungu. Je, ulishawahi kujiuliza nini ufanye ili uweze kufanikiwa katika maisha yako na katika mazingira yanayokuzunguka katika nyakati tofauti tofauti na katika maeneo tofauti tofauti? Jibu ni hapana. Utawezaje kufanikiwa katika mazingira ambayo unatakiwa kuwepo kwa wakati huo? Ni kutumia kampuni la House of Tonda ili uweze kufanikiwa katika mazingira yote ambayo yanakuzunguka. Kwa namna gani? Ni katika sherehe tofauti tofauti. Aidha una kipaimara cha mwanao, una send off, una harusi, na katika mazingira yote ambayo yanahusiana na furaha na hata pengine ya huzuni, yale yanayokuwa yanahitaji masuala ya decoration, watafute House of Tonda kuhakikisha wanakamilisha swala lako ili liweze kuwa na mvuto kamili, mvuto sahihi na wenye kuvutia pande zote mbili, ili kuweza kujua ni jinsi gani mnaweza kufanya nao kazi na waweze kulirekebisha eneo lako ili wewe uweze kuhakikisha unakuwa na mazingira mazuri na yenye kuvutia katika wakati wote na katika muda wote. Kwa upande wangu mimi nadhani kwa timu ya taifa ya Tanzania ambayo imefanikiwa kufika hatua ya fainali, kwanza mimi nawapongeza. Wameweza kujitahidi na kuhakikisha kwamba hawawi wanyonge muda wote au siku zote au miaka yote, kwa sababu wenzetu ambao walikuwa wameishaendelea walikuwa wanatupiku katika mazingira yote katika hatua kubwa. Lakini leo hii unaizungumzia Tanzania ambayo na yenyewe imekuwa na vipaji au imekuwa na wachezaji wenye morali ya kupambana na kuhakikisha wanafika hadi hatua ya fainali. Wamecheza vilivyo, na katika michuano yote, katika hatua zote walizopita, wameruhusu magoli mawili tu. Mechi waliopoteza dhidi ya Mali wakapoteza kwa goli 2-1, ambayo haikutosha wao kutoka. Bado waliendelea kusurvive kwa sababu mechi za kwanza waliweza kujitahidi na kuhakikisha wanaondoka na alama zote 6 kwenye mechi 2 za makundi ambazo ziliwatosha kuweza kuhakikisha wanaenda hatua ya robo finali na mwisho wa siku nusu finali, mwisho wa siku wakatinga hadi finali. Unaona kila hatua wachezaji ambayo wanaicheza wanakuwa na morali ya hali ya juu kuhakikisha kwamba tunabeba kile ambacho tumetumwa na Watanzania. Tunaipeperusha vyema bendera ya taifa letu. Na hata sisi wenyewe leo hii tutazungumza tukifanya vizuri kwamba tunatazamwa na watu wengi. Leo unaona ni jinsi gani baada ya kufika hatua ya fainali, Arsene Wenger aliyewahi kuwa kocha wa Arsenal aliwahi kulipongeza taifa la Tanzania na vijana kwa kufika hatua ya fainali. Maana yake ni michuano ambayo inafuatiliwa na dunia na sio Afrika peke yake wala Tanzania peke yake. Kitendo cha Arsene Wenger kupongeza maana yake ni kitu ambacho alikuwa anakifuatilia. Huwezi jua, yeye anajuana na makampuni mengi, yeye anajuana na timu nyingi, yeye pia ni kocha. Kwa hiyo ana kila sababu au wachezaji wana kila sababu ya kupambana na kuhakikisha nini walichokitumwa na Watanzania kuhakikisha wanaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo mpaka hapo walipofika na wao kuqualify kwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia chini ya miaka 17, bado ni nafasi kubwa sana ambayo hatukuwahi kufika. Kwa hiyo tunatakiwa kuwapongeza na kuhakikisha tunaendelea kuwaombea waendelee kuwa na mwendelezo mzuri na katika mazingira yanayowazunguka kuweza kufanya vizuri ili mwisho wa siku tuweze kuwa na timu ya taifa ambayo itaweza kuleta challenge kwenye mataifa makubwa ambayo yameendelea kimpira. Hapo walipofikia wao una deni na wao? Sina deni na wao. Kwa hiyo mimi sina deni na wao, haijalishi watabeba ubingwa wasibebe ubingwa, lakini mimi sina deni na wao kwa sababu wameonyesha kila kitu ambacho walistahili kukionyesha kwa morali ya hali ya juu na kuhakikisha wanaenda finali. Kitu kingine ni ushamba ambao unaendelea kufanyika kwamba timu ikifika hatua fulani eti ndio utaona rais anatoa ndege, utaona viongozi wengi wanajitokeza kwenda kuwapa sapoti. Mimi naomba niulize, kwani wanaowapatia sapoti wale vijana hivi ni waheshimiwa wanaotokea bungeni, ni viongozi wa nchi, au wanapewa support na watu wa kawaida ambao ni wa mtaani? Hata leo hii michuano ikifanyika Tanzania hawahamasishwi wabunge
kwenda uwanjani, wanahamasishwa Watanzania kwenda kuisapoti timu yao, na sio hizi situation zinazoendelea. Ni situation za kishamba mno hizi wanazozifanya wabunge. Mara Paul Makonda amefanya hivi, amelipia watu ndege kwenda Moroko, ndege wameenda Watanzania 10, ndege imejaa waandishi wa habari na wachambua mchele wa uongo tena wanafiki, ambao huwa ndio wanafiki wakubwa wa kuwanafikia wale wachezaji. Kwa hiyo mimi nadhani sio situation nzuri, tunatakiwa Tanzania tubadilike. Sijawahi kuona taifa la kishamba kama Tanzania. Eti timu imefika fainali, basi viongozi wanaambatana, wanafatana, eti wanaenda kusupport timu. Hakuna kiongozi anayesupport timu. Wewe mbunge unaenda kusupport timu. Wewe unajua mchezaji akikosea pale, unajua nini kimefanyika mpaka amekosea. Kwa hiyo mimi nadhani ambacho kingefanyika ni kuhamasisha watu wajitokeze kuifuatilia timu ya taifa na kuisupport hata huko iliko kwenye mabanda umiza, kuhakikisha kwamba wanaiombea ifanye vizuri. Sio kuambatana utazani sisimizi wanaenda kuangalia mechi ya timu ya taifa. Huo ni ushamba uliokithiri, uliopitiliza kiwango. Ni ushamba wanaofanya viongozi wa Kitanzania. Tunachotakiwa kufanya ni kuendelea kuwasapoti wale wachezaji wafanye vizuri, sio kuwafata kule waliko, kwa sababu hata mechi zikichezwa Tanzania, sio wabunge, sio madiwani, sio viongozi wakubwa wanaojitokeza pale uwanjani. Wanaojitokeza uwanjani ni Watanzania wauza mchicha, ni Watanzania mabodaboda, ni Watanzania madereva daladala, ni Watanzania wanaouza mamantilie, ndio wanaojitokeza uwanjani pale kujaza uwanja, kuhakikisha wanasapoti timu ya taifa, kwa sababu kuna watoto wao mle. Sasa wewe niambie, kuna mtoto wa mbunge pale anachezea timu ya taifa? Hakuna mtoto wa mbunge, wala hakuna mtoto wa diwani, wala hakuna mtoto wa rais. Ile ni timu ya taifa, si ndio? Lakini why wanarundikana eti wanaifuata timu ya taifa kwenda kuisapoti? Yani wao ni kitu gani wanachokipeleka? Tayari timu imepambana wakiwa hawana hiyo support, wamefika mpaka finali. Unadhani kwamba leo ndo wataenda kuweka support yao timu ibebe ubingwa? Ni ushambanization unaofanyika, wanatakiwa wajirekebishe na siku nyingine tusione hizi mambo zikiendelea. Lakini Eliza, tukiangalia kama viongozi ni wawakilishi wa wananchi, pengine wakiwa wanaenda kule si wanaowakilisha wale wengi ambao wamebaki huku, ambao ndo wananchi wake, ambao ndo sisi? Ni uharibifu wa pesa. Tanzania ina shirikisho la mpira. Shirikisho la mpira halina viongozi. Bado kuna viongozi wanaohusika na cabinet ya baraza la michezo, si ndio? Nao wameenda. TFF wameenda. Na Watanzania wachache machawa, wale wanaokuwa wanasema fulani umepoa, fulani umepoa. Ni ushambanization unaokuwa unafanyika. Mimi sijawahi kuona Senegal wanafanya hivyo, sijawahi kuona Mali wanafanya hivyo, sijawahi kuona hata mataifa yaliyoendelea yakifanya hivyo. Hata leo hii Cape Verde ameenda kushiriki kombe la dunia. Sijasikia kiongozi wa Cape Verde, rais amesema anaenda kuisupport timu yangu kwenye kombe la dunia. Na ni mara ya kwanza Cape Verde ana qualify kwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni ushambanization Tanzania tunaouonyesha. Tena ushamba uliokomaa. Wanatakiwa wajifunze kwa mataifa yaliyoendelea kwenye engo ya mpira. Kwa tukisema viongozi wanawakilisha wengi kama jinsi wanavyotuwakilisha hapa katika uongozi wa kiserikali, tunakuwa tumekosea hasa kwenye mpira. Yaani wanakuwakilisha kwenye engo ipi? Wakati tayari Tanzania ina shirikisho la mpira, ina Wallace Karia, ina wazee wengi, viongozi wengi, hawatoshi kukuwakilisha wewe. Waandishi wa habari wanaenda kwa sababu ni desturi kwamba lazima timu ya taifa inapokuwepo taifa fulani, lazima waandishi wa habari wa hilo taifa na wao wawepo. Yaani wewe unawakilishwa na watu wangapi? Na magrupu ya watu wangapi? Viongozi kutoka serikalini, viongozi kutoka TFF na waandishi wa habari na wachambua mchele. Wote wanakuwakilisha wewe. Ni ushambanization na kuharibu pesa ambazo ni kodi za raia. Kwa upande wako vipi ama ni namna gani unaona ingekuwa ni sahihi zaidi? Yaani ndio nimetangulia kusema kwamba sahihi zaidi na nzuri zaidi ingekuwa ni kuwaombea wale vijana wa perform vizuri, ili watuletee kitu ambacho tunakihitaji. Sasa hizi situation tumeshaziona mara kibao kwamba hii timu imefika hatua kadhaa. Kama Tanzania senior ilivyofika 16 bora, watu wakajisomba kwenda Moroko. Eti tunaenda kusupport timu ya taifa. Ulikuwa wapi kipindi michuano inaanza? Kuanzia hatua za awali mpaka inafika 16 bora. Ulikuwa wapi kuanzia michuano inaanza mpaka wamefika hatua ya finali ndio unaenda kuwasupport? Ni ushambanization wanaofanya viongozi wa Tanzania. Lakini Eliza, muda mwingine watu wanaitazama kama ni figisu labda ama fitna za influencers ambao baadhi wakichaguliwa kwenda, wengine ambao wamebakia wanaona kama wale ambao wameenda wakustahili kwenda. Yaani influencer wapi?
Hasa wa hivi vilabu viwili Simba na Yanga, pengine na Azam nao pia wana mashabiki. Ndio nikauliza wanaounda influencer ipi? Kwa sababu hapo kuna influencer wa Yanga, kuna influencer wa Simba, kuna influencer wa nani? Hao waliochaguliwa ni wakina nani? Wanaunda nini? Si ndio? Wengi wanaunda ile influencers promotion of Tanzania, kitu kama hicho. Tanzania haina influencer, ina wapigaji na machawa. Ndio maana utasikia fulani oe. Kwa sababu wako pale kwa niaba ya mtu fulani. Na maana yule mtu fulani akisema no, imeisha. Ni uchawanization unaoendelea. Hakuna influencer Tanzania. Wote wapigaji na hata wao wenyewe kama hauna za taarifa sasa wanapigana. Na kinachowafanya wanapigana ni fungu linalotoka serikalini. Akina Dr. Mosi ndio mwenyekiti wao, wanapigana kwa ajili ya hela. Huo ndio ukweli. Kwa mimi sishangazwi kwa sababu mimi hakuna mtu anayenilisha. Mimi najilisha mwenyewe, najilipia kodi mwenyewe. Kwa hiyo vitu wanavyovifanya ni vitu vya kishamba sana, kwa sababu hata ikitokea hebu imagine kwamba hao walioenda Morocco leo hii michuano ikiwa inafanyika Tanzania, ndio wao watakao ujaza ule uwanja wa Mkapa. Mwakani tuna host michuano ya AFCON. Hao walioenda Morocco ndio watakao ujaza uwanja wa Taifa. Vipi raia wakimaindi kwamba kodi zetu ndizo zinazotumika kupeleka machawa Morocco? Kwa nini wasianze michuano ikiwa inaanza? Kwa nini wasiifate timu michuano ikiwa inaanza? Kwa nini wasubiri timu imefika finali? Ni ushambanization. Nilikutana na comment moja inasema wanalalamika sana ambao hawajaenda. Kwani wao hawawezi wakajilipia waende wenyewe? Ni nani ambaye hao walioenda wamejilipia wenyewe? Je, hao unaosema wajilipie wenyewe sio wa Tanzania? Kodi yao haijahusika kuwapeleka hao walioenda Morocco? Ushambanization nakwambia. Tutoke kwenye hilo.